Nimefanya zaidi ya matangazo 570 na nimetumia zaidi ya milioni 270 kwenye matangazo. Tunaweza kutengeneza zaidi ya bilioni 3 as a revenue collectively kwa wateja wetu. Ukisikia mtu anaingiza mapato ya milioni 50, milioni 100, kitu kikubwa ambacho anakuwa anakifanya, kuna mtu anatengeneza video 10 za matangazo kwa ajili ya kupromote product au service moja, na kuna mtu ana promote product au service 10 kupitia video ya tangazo moja. Especially kama uko Africa, ushakuona au Tanzania, ushakuona tangazo ambalo linasema this is our services, we do plumbing, we do clearing, forwarding, freight management. Yani unakuta service zote zinawekwa kwenye package moja. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anakuwa, especially kwa watu ambao wanafanya e-commerce au advertisers wa e-commerce, ambao wanakuwa kuanzia mwanzo wa advertisement mpaka mwisho wanakuwa wanaongelea ni product moja, kama ni service ni moja, kama ni dental clinic watakuwa wanaongelea service moja peke yake. So tofauti ni kwamba tangazo linakuwa linaongelea product moja, alafu wateja wanakuwa wanasend kwenye landing page moja. So kama mteja anaingia kwenye landing page moja akakuta product zaidi ya moja, kinachotokea ni kwamba mteja anashindwa kuchagua, anashindwa kufanya maamuzi, anataka zote, anajikuta anunua hata kimoja. Kwa hiyo ukisikia mtu anaingiza mapato ya milioni 50, milioni 100, kitu kikubwa ambacho wanakuwa wanakifanya, wanakuwa wanatengeneza tangazo moja kwenye product moja au tangazo moja kwenye service moja. Uweze ukachanganya, ukishachanganya matangazo, labda unafanya tangazo moja na product tofauti tofauti, unaonekana ni mtu ambaye anafanya biashara na sio expert. Uweze ukaenda hospitali ukasikia mimi ni expert wa mifupa, miguu, ukasikia ni expert wa ngozi, na hakuna daktari ambaye anaweza kuitwa expert kwenye vitu vyote. Expert unachagua part yako moja, una stick kwenye hicho kitu, you become an expert kwenye kitu kimoja. Kwa hiyo kwenye matangazo, the way wateja wako wanakuwa na kuamini kwamba unafahamu hicho kitu ambacho unajaribu kuwasaidia, unless otherwise tunaonekana ni mtu ambaye anafanya biashara kama watu wengine na wateja watakukwepa. So hiyo ni kitu cha kwanza cha kuzingatia. Nitaenda kukwambia njia 5 za kuhakikisha hautaweza kufeli kwenye biashara yako ambayo utaenda kuifanya, either iwe ni kampuni au biashara. Njia ya kwanza, tengeneza tangazo zuri ambalo litakuwa linaongelea product au service moja, ambalo litakuwa very focused kwenye hicho kitu, na ujitahidi uwe na budget ya kutosha. So cha pili, collect leads wako au collect wale wateja wako kwenye customized funnel yako. Customized funnel unamaanisha inaweza kuwa ni landing page, inaweza kuwa ni website ambayo utakuwa ni ya kwako mwenyewe, utakuwa umeongelea kitu kimoja. Let's say tunafanya matangazo kwa ajili ya tourism, kwa ajili ya labda kampuni ya tours, na tumefanya matangazo kwa ajili ya trip moja peke yake, na tukiwa send leads kwenye landing page au kwenye website, itakuwa inaongelea hiyo trip peke yake mpaka mwisho, to the point kwamba mtu akija akisema anajua ana book nini. The problem ni kwamba unamwambia mtu book now, na anaona kuna option 6 za kubook, kwamba atabook Zanzibar, atabook Serengeti, atabook Ngorongoro, atabook wapi. Unakuwa umempa too many options. Na nitakupa fact moja, kitu ambacho kinafanya Netflix ina fail ni kwamba kuna too many options. Mfano, kama unatumia Netflix, unaweza ukatumia lisali moja kuchagua movie ambayo ukaiangalia kwa dakika 30, kwa sababu ziko too many options, na unajikuta kwamba nataka niangalie to the point kwamba huangalii kabisa hata moja. Lakini kuna kipindi chako cha kwenye TV, labda let's say ni Azam, ni umeonyeshwa movie, haujaipenda, imechaguliwa, imekuja, lakini kwa sababu hauna option, ndio movie ambayo peke yake unaiangalia automatically. Unasema kumbe ilikuwa ni nzuri au nini. Lakini the fact kwamba mtu ukimpa option nyingi ni kitu ambacho kinaweza kikamrudisha nyuma. Kwa hiyo jaribu kumlimit mteja wako options ambazo utaweza kumpa. Mpe options ambazo ni limited. Uwezo ukasema kwamba nina categories 10, hapana. Let's say una categories 3, lakini na recommend kitu kimoja. 3 ni sales. Hapo tunaenda kwenye kufanya sales. Sasa ukisha collect leads wako, unawapa team ya sales. Kama una team ya sales, kama unafanya wenyewe sales, kama una sales person, unawapa mtu wa sales. Sales team inaanza kudili na wale leads ambao wamekuwa wamepata. Sales team inakuwa inaongea kitu ambacho kinaelekeana na script ambayo ilikuwa inasema kwenye tangazo. Kwa sales team inakuwa tu inadili na wateja kwenye kitu kile tu ambacho amekiongelea. Unless otherwise mteja amesema kwamba nimeona tangazo la teeth whitening, labda mnafanya filler au mnafanya tooth filler au mnafanya meno bandia, then mnaweza mkabadilisha hapo conversation. Lakini apart from hapo, ongelea kile kitu ambacho kimemleta mteja. Apart from hapo, utampoteza mteja kwa sababu unajaribu kumwekea vitu ambavyo sivyo. Less kama una product zingine au service zingine, unahakikisha mteja ameweza kupurchase kile kitu ambacho umekiona cha kwanza, then unaweza upsell. Kitu cha 4 ni follow up and upsell. Let's say umepata leads 100, umeweza close 10%, au timu yako ina capacity ya close 10% ya wale leads ambao unakuwa umepata. Kwa hiyo inamaanisha kwenye leads 100 umeweza close 10 deals au 10 sales. So kitu kinachotokea ni kwamba inabaki karibia 90% ya wale leads. Wale leads sio wote sio wateja. Most of them ni wateja, lakini wanahitaji follow up. Nishaisema sana hiki kitu kwamba 10% ni wateja, 10% sio wateja, kwa sababu 10% ni wateja ambao sio wateja sahihi, alafu 80% ni watu ambao hawajui wanachokitaka. Kwa hiyo utawasaidia kufanya maamuzi. That's why team ya sales au mtu wa sales anakuwa kazi yake ni kumsaidia mteja kufanya maamuzi. What I mean ni kwamba follow up na leads nurturing itaenda kuwasaidia ku close up to 70% ya leads ambao walibaki.
inabidi uelewe hapa vizuri, up to 70% ya 90% ya leads ambao walikuwa wamebaki, kwa sababu kama una leads 100 umeclose 10% ya leads 100 ambao ni leads 10, leads 90% wamebaki. Tutue tena 10% ya leads ambao hawakununua, inabaki 80%. Wale 80% ukiwafanyia leads nurturing, you can close them up to 70% ya leads 80 waliobaki zaidi. Si kama unaweza ukaelewa hiyo math, lakini ndio maana katika watu ambao tumewahi kufanya nao campaigns au tumewahi kufanya nao the whole process ya lead acquisition system au kwa train, kuna watu ambao wamefika paka close rate ya 55%. Achana na 10% ambao ni sio nisemaje, alafu kuna 30% ambao ni industry standard. Kuna watu ambao wanafika 55%, kwa sababu imagine una team ya sales ambayo iko vizuri, alafu unaweza close up to 30%. Alafu up to 30% kuna leads wale ambao wanabaki, timu yako tena sales inafanyia nurturing vizuri. Nurturing ni let's say baba, mnaonyesha testimonials, mnaonyesha case studies, mnaonyesha before and after, vitu kama hivyo. Kwa mfano ingekuwa tuna gym, kitu cha kwanza ambacho mimi ningelifanya ningekuwa na gym, ningeweka picha za watu ambao wangeniruhusu, ambao tayari washafanya pale, labda wanakuja wanapata shit zetu na nini, before and after, kipindi haja lose weight na after ame lose weight. Kwa mtu yote hata kama ameenda anaona kwamba kitu ni impossible kufanya, lakini ameona kabisa kwamba huyu mtu alikuwa kama mimi, huyu sasa hivi amefika hapa, au ame lose weight, au huyu ame gain weight, au alikuwa membamba, sasa hivi yuko hapa. Ni rahisi yeye mwenyewe kuwa convinced kwamba okay, hata mimi inawezekana kufanya kitu ambacho kinatokea. Changamoto ni kwamba watu tunachukulia testimonials, case studies rahisi to the point kwamba hata wachungaji wanawazidi watu ambao wanatumia testimonials. So testimonials are very important, case studies are very important, before and after ni vitu vya msingi sana. Japokuwa sometimes kutumia kwenye matangazo inaweza kukuletea changamoto, especially kama unatumia Google Ads na Meta Ads, kwa sababu hawataki matangazo before and after, wanafikiria mna promote maybe supplements na nini. Lakini unaweza ukaziweka kwenye funnels, labda landing page, unaweza ukaweka kwenye Instagram account, unaweza kwenye Facebook account, ukazipin pale juu kabisa kwamba huyu ni Aisha, alikuwa na kilo 120, sasa hivi ana kilo 58, alitumia kitu hichi. Wewe mwenyewe unaweza ukafika huko, na unakuta mtu ambaye anakiona hicho ana kilo 120, ana kilo 70, anataka kufika kilo 40. So unaona kama ulikuwa na kilo 120 amefika 50, mimi nina kilo 70, nitashinda kufika kilo 40. It's way impossible. Ya tano na ya mwisho, kaa kwenye biashara kwa muda mrefu zaidi kiasi cha kwamba yule mteja ambaye hakununua miaka 3 iliyopita anaweza akanunua. So kama unafanya biashara na umekaa muda mrefu, kuna stage itafikia kwamba kuna wateja ambao watakuwa wanakufahamu kwa muda mrefu sana, watakuwa wanakutafuta na kuuliza kama unafanya ile biashara tena ulikuwa unaifanya. Kwa hiyo unajikuta kwamba biashara nyingi utakuwa unasipata kwa chana wateja ambao unawatengeneza wapi, au leads ambao unakuwa unajenerate kila siku. Kuna watu ambao wanafahamu unachokifanya lakini hawakuwahi kufanya biashara na wewe. Wale watu ni wateja wako leo, kesho, miaka 3 ijayo, miaka 5 ijayo. Na hata kama hawatakuwa wateja wako, ikitokea kwenye conversation imeongelea kwamba bwana Eric, je, unafahamu mtu ambaye anauza insurance, au unafahamu mtu ambaye ni photographer mzuri, akili yako utamkumbuka mtu ambaye ulikuwa unamjua. Kwa hiyo kitu utajikuta unampigia simu, unamuuliza bwana fulani, wewe hivi bado unafanya kitu fulani? Au unaweza kumuuliza kwa mfano let's say Benja, bado unapiga picha. Kwa hiyo unamtafuta mtu ambaye ulikuwa unamfahamu yupo kichwani kwako, which means kama anafanya hiyo deal ya kwake. Kwa hiyo point nyingine ya kuongeza sales nyingi ni stay in the business for as long as mteja ambaye hakununua miaka 3 iliyopita anaweza akanunua sasa. Kwa sababu kuna watu wako tu wanakuangalia to the point kwamba wana uwezo wa kununua kitu ambacho unakuwa unakiweza, wameweza kukiafford, wanaweza kufanya purchase. Lakini kwa sababu umekaa, ndio maana watu wengi ambao wanakaa kwenye biashara miaka 5, 10, miaka 20, 40 really wanafeli. Lakini kwa mtu ambaye umekaa biashara miaka 5 au miaka 2, 3, muda tu biashara imeisha, pango limeisha, na ameona kwamba hajapata faida, ana shift, anatafuta biashara nyingine, anasema biashara ni mbaya, anatafuta kesho. Actually kuna hiyo science ambayo inaongelea hiyo kitu kwamba kuna stage mtu anafika, kuna stage anakuwa disappointed, wakati ndio muda ambao anaanza kuona vitu vingi, ana give up, wakati ndio muda ambao angeweka vitu vizuri angeweza akavuka hapo. Kwa hiyo pointi ya mwisho na ya msingi ni kaa kwenye biashara muda mrefu kiasi cha kwamba mteja ambao kununua miaka 3 iliyopita anaweza kanunua sasa. Hivyo ndio vitu vitano ambavyo ukivifanya hautaweza kufaili kwenye biashara yako yoyote. Lakini pia inabidi ukumbuke kwamba kama ingekuwa rahisi kila mtu angefanya. Kila la heri.